Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili si jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwezi wa Oktoba 2025. Mwinue Yesu juu kama kichwa cha kanisa. Leo tunafikia tamati ya masomo haya kwa mwezi wa Oktoba, tukijiandaa na masomo mazuri kwa mwezi wa Novemba. Na kabla hatujalianza somo letu la mwisho mwezi huu, nikualike tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, asante kwa sababu ya upendo wako. Asante kwa sababu ya rehema yako. Asante kwa sababu ya nafasi hii ya pekee sana, nafasi ya kufika tamati katika mwezi huu wa Oktoba. Leo ni Oktoba 31, siku ya mwisho kwa mwezi huu, na tutaenda kujifunza mada nzuri. Tunaomba uwepo wako udumu kuwa pamoja nasi. Roho wako Mtakatifu akatufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo, na zaidi sana yakatusaidia katika safari yetu tunaposafiri kwenda mbinguni. Baba yetu wa mbinguni, watoto wako wa kiume na wa kike, kila mmoja ana jambo la kushukuru anapokuja kwako. Hakika mwezi huu umefanyika kuwa mwezi wa baraka za pekee. Kila mmoja ameshuhudia mkono wako ukitenda. Kila mmoja ameshuhudia ukigusa kitu fulani katika maisha yake. Wagonjwa wameponywa, wahitaji umewasikia katika mahitaji yao. Lakini zaidi sana, sote umetupatia rehema, nafasi ya pekee ya kuendelea kuibeba nuru yako. Tusaidie tunapoendelea kuwa nuru katika ulimwengu huu. Katuongoze kuangaza. Ulimwengu unapotuona sisi ukakuone wewe. Maisha yetu yakaakisi tabia yako. Tupe nafasi tena ya kuwaambia watu habari zako. Tembea nasi siku ya leo. Tufundishe mapenzi yako katika jina lake Yesu Kristo. Amina. Mada ya leo inasema Kristo mwangalizi wa milele. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 2 aya ya 1 na ya 2 inasema, kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu, na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako. Picha inaonesha uangalizi wa milele. Yesu yuko katikati ya vinara 7 vya dhahabu, akitembea kutoka kanisa hata kanisa, toka kusanyiko hata kusanyiko, toka moyo hata moyo. Yeye awahifadhie Israeli, hata sinzia wala hata lala usingizi. Kama vinara vya taa vingeachwa katika uangalizi wa wanadamu, ni mara nyingi jinsi gani nuru ingefifia na kuzimika. Lakini Mungu hajaiacha kazi yake katika mikono ya wanadamu. Yesu, yeye ambaye aliyatoa maisha yake kwa ajili ya ulimwengu, ili kwamba wote wamwaminio wasipotee bali wawe na uzima wa milele, ndiye mlinzi wa nyumba. Yeye ni mlinzi mwaminifu na wa kweli wa nyua za Bwana. Haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume. Maneno haya wanaambiwa walimu ndani ya kanisa, wale waliokabidhiwa na Mungu majukumu mazito. Mvuto maridadi ambao unapaswa kuwa mwingi kanisani umefungamana na watumishi wa Mungu ambao wanalazimika kudhihirisha upendo wa Yesu wa thamani. Huzitawala nyota za mbinguni, anazijaza nuru, anaongoza na kuelekeza mjongeo wao. Kama asingefanya hivi, zingekuwa nyota zilizoanguka. Ndivyo ilivyo kwa wachungaji wake. Wao ni vyombo mkononi mwake, na yote mema wanayotimiza hufanyika kwa uweza wake. Nuru yake inapaswa kuangaza kupitia kwao. Mwokozi anapaswa kuwa ufanisi wao. Kama watamwangalia kama alivyomwangalia Baba yake, wataifanya kazi yake. Kadiri wanavyomtegemea Mungu,
ndivyo atakavyowapatia mng'ao wake ili kuangaza kwa ulimwengu. Kristo hutembea katikati ya makanisa yake kwa urefu na upana wa dunia. Anatazama kwa shauku kubwa kuona kama watu wake wapo katika hali ya kiroho kiasi kwamba wanaweza kuendeleza ufalme wake. Yupo katika kila kusanyiko la kanisa. Anawajua wale ambao anaweza kuijaza mioyo yao na mafuta matakatifu ili kwamba waweze kuwapatia wengine. Wale ambao wanaitekeleza kazi ya Yesu kwa uaminifu, wakiwasilisha kwa maneno na matendo tabia ya Mungu, hutimiza kusudi la Bwana kwa ajili yao na Kristo anawafurahia. Na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako. Kristo anajua historia na uzoefu wa kila mmoja aliyempokea. Huwaambia watu wake, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, kuta zako ziko mbele zangu daima. Kwa umakini mkubwa huthamini kila tendo la upendo na uvumilivu walilolifanya. Kristo huzishikilia nyota katika mkono wake wa kuume, na ni kusudi lake kuruhusu nuru yake iangaze ulimwenguni kupitia kwao. Hivyo ndivyo anavyotamani kuwaandaa watu wake kwa ajili ya ibada ya juu katika kanisa la mbinguni. Hebu na tuoneshe maishani mwetu kile ambacho neema ya Mungu inaweza kuwafanyia wanadamu. The Review and Herald, Mei 26 mwaka wa 1903. Hii ni Oktoba 31, siku ya mwisho ya mwezi wa Oktoba 2025. Mada ikisema Kristo mwangalizi wa milele. Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili zuri siku ya leo na mwezi huu wa Oktoba 2025. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu udumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hili atatenda kwa mahitaji yetu? Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hatuna
mashaka na Bwana wataka yote na mbele, labda tusahau